Tunayo azma ya kuwa na Tanzania yenye uchumi shindani unaotegemea uzalishaji wenye tija, viwanda vya kisasa na biashara inayoweza kushindana katika masoko ya kikanda na kimataifa. Ili kufikia azma hiyo, tumeanza kutekeleza mkakati wa ujenzi wa viwanda ili kuhakikisha malighafi zinaongezwa thamani, nchi iweze kuzalisha bidhaa zenye thamani kubwa kupitia usindikaji wa mazao, matumizi ya teknolojia ya ubunifu, viwango vya ubora na masoko yenye uhakika. Kwa mantiki hiyo, kilimo, viwanda na biashara ni sekta zinazokamilishana. Kilimo kinazalisha malighafi, viwanda vinaongeza thamani na biashara inafungua masoko. Endapo kiungo kimoja kinadhoofika, uchumi wetu nao unadhoofika. Ndio maana kama sekta ya viwanda na biashara tunaendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji katika viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi ili kuhakikisha sehemu kubwa ya mazao yanayosafirishwa nje ya nchi yanakuwa yamesindikwa na kuongeza mapato kwa taifa na wananchi. Tumekubaliana hatutaki kuendelea kuona tunauza mazao ghafi pekee. Tumejipanga na sekta kujiboresha kwa kushirikiana na sekta binafsi ili tuweze kuuza bidhaa zilizoongezwa thamani zenye ubora wa kimataifa, zenye vifungashio vinavyovutia na zenye uwezo wa kushindana katika masoko ya Afrika na dunia. Wizara ya Viwanda na Biashara itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuhakikisha kuwa mazao yanayozalishwa nchini yanageuzwa kuwa bidhaa zenye ushindani mkubwa katika masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Kupitia TanTrade, serikali itaendelea kutafuta na kufungua masoko mapya, kuhamasisha ushiriki wa wazalishaji na wasindikaji katika maonyesho ya biashara ya ndani na nje ya nchi, pamoja na kuendelea kutangaza bidhaa zenye alama ya Made in Tanzania ili kuongeza utambuzi na ushindani wake katika soko la dunia. Kadhalika, kupitia Shirika la Viwango Tanzania TBS, tumejipanga kuendelea kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa nchini zinakidhi viwango vya ubora, usalama na vifungashio vinavyokubalika katika masoko ya kikanda na kimataifa. Leo hii, ushindani wa bidhaa hauamuliwi na bei pekee, bali pia na ubora, udhibiti na uzalishaji na uwezo wa kukidhi matakwa ya walaji wa masoko mbalimbali. Wajasiriamali wamezalisha bidhaa nzuri sana kwenye mabanda yenu yote ya mkoa, lakini wengi nikiangalia zile bidhaa hazina ithibati ya TBS. Kwa sababu sisi ni wawezeshaji, mkurugenzi wetu wa wizarani yuko hapa Manongi. Kwa hiyo umwelekeze DG wa TBS, muhakikishe kabla 8 haijaisha mmewatembelea hawa wajasiriamali na kuwasaidia kupata ithibati ya bidhaa ambazo wanazionyesha hapo. Kwa hiyo nimeona TBS wako kwa mfano banda la Dar es Salaam pale, watoke waende wawatembelee, lakini vile vile na wakanda hii watembeleeni, kwa sababu ndo sehemu ambayo mnawaona kwa wingi wake. Watembeleeni, wasaidieni, BRELA wapo, TBS wapo, wapate ithibati ili waendelee kuimarika katika soko.